madini haya faida yake nini, hasara yake faida yake nini. Maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti, iwe ni kimataifa ama kitaifa, mijini hata vijijini. SGUDA, SGPA na wale wote ambao wanakaa katika Kenya Kwanza, ya kwamba onaneni mapema, hatuna muda na sisi tunajua haki zetu. Zipate papa hapa habari kwa utendeti moja kwa moja kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM. Ni Jumamosi ya tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025 na ni matumaini yangu kwamba asubuhi yako inakupeleka vyema. Karibu kwa mionzi ya Coco FM awamu ya saa 1. Mimi ni Janet Mumbi. Na nikianza taarifa ni kwamba Rais William Samoei Ruto ameendelea kumkashifu aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua kwa kile ambacho amekisema anaendeleza siasa za ukabila na matusi, akiwataka viongozi nchini kuepuka siasa za mapema. Akizungumza kwenye kaunti ya Tana River, Rais Ruto amekashifu matamshi ya Gachagua ya hivi punde kwamba atakuwa rais wa muhula mmoja. Matamshi hayo yanajiri huku naibu wake Profesa Kithure Kindiki pia akitaja chama cha Gachagua cha DCP kuwa cha kikabila. Hakuna mtu atapata kura ati kwa sababu alikuwa na matusi mingi. Mtu atapatiwa kura kwa sababu kuna kazi amefanya na inaonekana na wananchi. Ama wananchi tunaelewa na mambo gani? Tunaweza kupatia mtu kura ati kwa sababu alitukanana ama alituimbia wimbo fulani. Sio wakati wa siasa, si ndio? Sio wakati ya mirengo, sijui kabila hii, sijui kabila ile, sijui dini hii, dini nyingine, chama hii, chama ile, hapana. Wakati huu ni sote tuungane na kushughulika na mambo ya muhimu ambayo yatabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya. Sisi kama viongozi tumekataa siasa za mapema. Wale wanaomba viti wajue hakuna uchaguzi saa hii. Wangoje siku ya uchaguzi, tutanyoroshana na siasa ya siku hiyo. Kuingineko ni kwamba jamii zinazopakana na mabwawa ya Seven Forks sasa zimetakiwa kuhama na kutafuta maeneo mbadala kufuatia hofu ya mabwawa kufurika. Akizungumza baada ya kuzuru mabwawa hayo, katibu katika Wizara ya Kawi nchini Alex Wachira amesema tathmini ya bwawa la Kiambere inaonyesha kwamba huenda likasababisha mafuriko katika kaunti za Garissa na Tana River. Mabwawa ya Masinga, Kindaruma na Gitaru yamejaa maji kutokana na ongezeko la mvua katika misitu ya Aberdares pamoja na Mlima Kenya. The overflow may lead to a significant increase in river flows and may pose a flood risk. We therefore urge communities living downstream to move to higher ground and avoid the river banks. It takes about 3 days for the water to get to Garissa. So by tomorrow evening, we are expecting that water should be in Garissa. And latest by Saturday morning should be in Tana River. Bodi ya kudhibiti na kutoa leseni ya michezo ya kamari nchini BCLB inaendelea kuhamasisha umma kuhusiana na madhara ya kucheza kamari kiholela. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo iliyofanyika jijini Nairobi, mwenyekiti wa BCLB Daktari Jane Mwikali amesema kampeni hii ni sehemu ya mpango wa kuongeza uelewa kuhusiana na madhara ya mchezo wa kamari. BCLB ilisitisha matangazo ya kamari katika vyombo vya habari nchini kwa muda wa miezi 3 hadi tarehe 25 Mei mwaka huu. Baada ya hapo miongozo mipya itakaguliwa na kutangazwa rasmi. To educate mwananchi that gambling is addictive and it is a demerit good. As a board, we do not advertise gambling. As a board, we regulate. We are committed to this initiative that has been launched of Chukwa Control, where we tell our players to just bet what they can afford to lose. Don't bet your rent or your salary, just bet what you can afford to lose, and betting is for entertainment, and bet responsibly. Wanaoishi kwenye maeneo ambayo huenda yakawa na mafuriko wamehimizwa kuhamia maeneo salama wakati wa mvua ili kuepuka maafa ambayo husababishwa na mafuriko. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa kamati ya usalama eneo la Malindi na Magarini kaunti ya Kilifi, Ustadh Athman Ali Said ametoa wito kwa wakazi hao kuhamia sehemu za juu hadi mvua itakapopungua. Vile vile Athman amewataka wakazi hao kutilia maanani hili ili kudhibiti athari za mafuriko. Huu ni msimu wa mvua. Wale ambao kwamba tutakaa maeneo ambayo tunayajua husombwa na maji, tusingoje crisis, tusingoje janga, tusingoje maji kufurika. Tuhame, tukae juu, tuyaache maji yaende. Wakati mvua ikimalizika, tutarudi maskani yetu. Kwa hivyo tusingoje kuja kuhamishwa. Tunawaomba wale ambao kwamba wanakaa katika maeneo ya slums. Tumeanza juzi Gongoni, tumeona Gongoni pale kuna watu wamesombwa na maji pale, na si mara ya kwanza.
Wakati huo Athman Said ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Kilifi kuweka mikakati ifaayo kudhibiti mafuriko. Mara nyingi hutokea Kakuyuni, Madunguni, hapa Sabaki, yale maeneo ambayo kama unajiona ya kwamba kuna shida ya mafuriko, ni wakati muafaka waweze kuhama. Na serikali yetu kupitia kwa mheshimiwa DCC, tunaomba haya maeneo ambayo mwayajua nyinyi, muwafuate in advance hawa watu. Kama Red Cross iingilie mapema ili wahamishwe vizuri, wakae kando, yale maji yakiondoka wataendelea na maisha yao. Kwa hivyo tusingoje crisis wale ambao. Na kabla ya kukujuza yanayojiri kimataifa, ni kwamba mbunge wa Kapseret kaunti ya Uasin Gishu Oscar Sudi amemtaja aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kama mwanasiasa aliyekosa mwelekeo licha ya kuhudumu serikalini kwa muda. Akizungumza katika eneo bunge la Rabai kaunti ya Kilifi, Sudi amekitaja chama cha DCP kilichozinduliwa na Gachagua kama chama kilichoundwa kwa misingi ya ukabila. Aidha, Sudi amewasihi wa Kenya kuchagua viongozi watakaofanya maendeleo katika taifa hili, huku akimpigia debe Rais William Samoei Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wewe umeita mtu wa 45 years na Islam. Wewe kidogo ni mzuri. Ile jamaa alishinda na mwaka mmoja na unasimama kila siku na Islam. Na Islam because you stupid. Siasa tulikuza tu kwa mwaka tano. Ukakuwa DP kwa miezi 24. Kwa sababu ukitofulia na una skills. Na ndio unaona leo sasa unahangaika. Ulikanyanga kitu ulikuwa nayo kwa mkono ukatupa wewe mwenyewe. Sasa sasa hivi naona unaanza chama ya ukabila. Mimi nataka niambie Wakenya wote, ndugu zangu kutoka mlima, kutoka coast, kutoka Rift Valley, kutoka pembe zote za Kenya, tuungane, tutafute kiongozi, tushikilie kiongozi atakutunganisha sisi zote. Si ni kweli? Kwa upande wake, mbunge wa Rabai Kenga Mupe ametangaza kumunga mkono Rais William Samoei Ruto ifikapo mwaka 2027 ili kuongoza taifa hili kwa muhula wa pili mtawalia. Mheshimiwa Oscar Sudi, mimi nataka kusema leo. Niseme. Sisi tunajua rais wetu anafanya kazi. Ni kweli si kweli? Na sisi kama wakazi wa Rabai tumefanya maamuzi 2027 hatuangalie rais mwingine isipokuwa ni William Samoei Ruto atapata kipindi cha pili. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hii ni mionzi ya Coco FM. Wasomaji wenye tajriba katika tasnia ya habari wakikuletea taarifa kwa wakati pindi yanapotendeka, tena kwa ufasaha, bila kuficha, bila vizuizi wala kukawia. Hii ni mionzi ya Coco FM. Karibu tena. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba takribani watu 100 wakiwemo watoto wameuawa katika mashambulizi makubwa ya ardhini, anga na baharini yaliyofanywa mapema Ijumaa huko Gaza, kaskazini mwa Gaza. Jeshi la ulinzi la raia liloongozwa na Hamas na wakazi ambao waliweza kutoa taarifa hiyo. Upande wa utetezi wa kiraia ulisema takribani nyumba 9 na mahema ya makazi ya raia zilishambuliwa kwa bomu usiku moja, na ulipokea simu nyingi kutoka kwa watu waliokuwa mashahidi. Pia waliweza kuripoti mabomu ya moshi na mizinga huko Beit Lahia, na hili ni shambulio kubwa zaidi la ardhini kaskazini mwa Gaza tangu Israeli ianze tena mashambulizi yake mwezi Machi. Ni saa 1:09 zimekatika, na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwangu ila kutamatisha mionzi ya Coco FM awamu ya saa 1. Tupatane tena pale mwendo wa saa 3 asubuhi ambapo nitakuwa narejea na muktasari wa mionzi. Mimi ni Janet Bumbi. Hii ni mionzi ya Coco FM. Maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM.